tumeweza kuona namna ambavyo Diamond Platnumz anaendelea kulazimisha kuweza kumfanya bibi Zuchu aweze kurudi tena kwenye mfumo. Sasa hili jambo bwana limeweza kuwavutia wengi wao, wakasema kwamba Diamond Platnumz mjanja sana. Kaona huyu mwanamke ni moja kati ya mwanamke ambaye mpambanaji na ana sifa ya kuwa mwanamke, ndio maana anaamua kuweza kupambana naye, kuweza kujizalilisha katika mitandao ya kijamii, kuomba msamaha. Lakini tunatambua namna ambavyo bibi Zuchu alivyopambana kuweza kujitengenezea brandi yake, na wengi wao walimsifu na kumwambia kwamba yeye ni mwanamke na ngai kwa yale ambayo aliweza kuyatenda, kwa sababu kuna mengi ambayo yameweza kutokea katika maisha yake, na wengi wao walitamani sana kuweza kuona bibi Zuchu anakuwa na amani na furaha katika maisha yake. Lakini ndo kama hivyo, Diamond Platnumz amekuwa chanzo kikubwa cha yeye kuweza kupoteza amani na tumaini lake lote katika maisha yake, kutokana na ujinga ambao amekuwa akiutenda, na leo hii yuko hadharani kuweza kuomba msamaha na kutuma watu kutokana na makosa ambayo amekuwa akiyatenda. Sasa leo hii nataka nikwambie Diamond Platnumz amesema mpaka Zuchu ameamua kuweza kuondoka nyumbani, ujue kwamba kuna makosa makubwa ambayo ameweza kumtendea, na kitu ambacho alichoweza kukizungumza bwana mkubwa Diamond Platnumz amekili na kusema kwamba alikuta meseji ikiona kwamba Diamond Platnumz ni moja kati ya mtu ambaye ananunua wanawake. Sasa hili jambo bwana limeweza kuwashangaza watu wengi, na wengi wao wakasema kwamba mbona kama Diamond Platnumz si mtu wa hizo mambo, sasa haya mambo yote yametokea wapi? Lakini yote ya yote, kila mtu alisema kwamba kuna asili nzito ambazo baadhi ya watu au mashabiki hamzijui kutoka kwa bwana mkubwa Diamond Platnumz. Mpaka mwenyewe ameamua kuweza kufunguka hayo yote, basi ujue maji yameshamfika shingoni.